Serikali imejisahau. Sasa hapo unakosea. Huwezi ukasema serikali imejisahau sababu nawe ni serikali ujue. SIDO ndo wanaosimamia mwanangu, naona kabisa unaikunja ndo inageuka nyengo kabisa. Mimi nilijua zinatoka China hizi mwana. Na hiyo nani inafanya kazi mashine inawasha hapo moto. Unaweza kumsaidia kuiwasha kidogo? Imeshawasha. Inatumia umeme au? Kuna system ya umeme ambayo ina nanilio. Kuna kitu kinapuliza. Kuna kitu kinapuliza automatically basi hiyo system kali. Maana yake sasa hapa mbona sioni si mpaka azungushe hiyo ringi kidogo ndio ina nanilio. Ringi na kazi yake ni nini? Umeme ukiwa huko So mzee, maana yake hapa sasa umeme umetokea wapi? Umeme wa TANESCO ndo ambao unatumia. Wengine nilionaga siku kwetu waga wanatumia makaa ya mawe kwenye kuna niliu. Wanasema ana moto mkali. Sasa huu unaona kama ni mkaa wa kawaida hivi. Mkaa wa mawe ni hatari. Ni hatari kwa afya kwa hii kazi Autengeneze boiler. Sasa hiyo ndo inakuwa na niliu. Hapo kama umeme hamna ndo unakuwa unatumia hivyo manyo ni kazi nzuri sana. Na hapa mnachotoa ni nini ukiachana na hizi nyengo na vitu vingine? Shoka na leki. Hadi leki mnatengeneza kwa kupitia hii mashine? Hasa kwa nini tunaagiza leki kutoka China wakati nyinyi mnaweza mkatengeneza? Na kwa nini tunaagiza mashoka kutoka China na mpaka wakati nyinyi mnaweza mkatengeneza? Naam. Haina shida. Viwanda bado havijawa na niliu, si ndio? Kwa hii kitu utaalamu wa welding. Sasa mimi najiuliza swali, wewe fundi welding, si ndio? Na huyu hapa sijui cheo chake sijui ndo muundaji au nani, lakini naamini hivi mkikaa nyinyi ma welders, ndio? Mkakaa na huyu, hamwezi mkatuundia kitu ambacho kinaweza kuwasaidia kulima kama trekta au kitu kingine, tukaacha kuagiza huko China. Elimu ndo shida haina shida. I think nimependa sana hii kitu ya leo sababu nilikuwa sijawahi ona. Niliwahi onaga zamani sana nikafikiria hivi vitu vilishapotea kabisa. Sasa nataka nifahamu, si ndio? Mchango wa serikali kwenye kuhakikisha hivi vitu vinaendelea na vinakuwa, au inawasaidia nyinyi kwenye kusaidia kuagiza hivi vitu kama maleki na vitu vingine kutoka China? Sema hivi kwamba
Awali SIDO walikuwa wanaanza kufanya kazi karibu na sisi. SIDO walikuwa wanafanya kazi pamoja na karibu na nyinyi serikali imejisahau. Sasa hapo unakosea. Huwezi ukasema serikali imejisahau sababu nawe ni serikali ujue. SIDO ndo wanaosimamia mwanangu, naona kabisa unaikunja ndo inageuka nyengo kabisa. Mimi nilijua zinatoka China hizi mwana. Aisee, poa sana bwana, labda mimi nijitambulishe kwa ufupi. Mimi naitwa bwana Ivan G kutoka EM Online TV. Ni TV ya mtandaoni iliyojikita katika kuhamasisha vijana kutumia fursa zilizopo ili waweze kujiajiri na kuajiri watu wengine na kuondokana na ile dhana ya kuwa watafuta kazi na vijana wao watengeneza kazi. Naamini kama tukipata vijana kama 10, si ndio? SIDO akaja wakasaidia kutoa mafunzo, si ndio? Na huyu bwana fundi welding mkakaa, si ndio? Tukawapeleka vijana wengine China. Naamini tutakuwa tuna haja ya kuagiza pawatila tena na vitu vingine kutoka huko nchi za nje. Vitakuwa vinatoka vyote hapa. Na chuma kule Liganga na Mchuchuma tunacho cha kutosha. Machuma machakavu yapo, mazagazaga, so that is what nafanya mkuu. Haina shida, labda neno moja lako kwa watu ambao unatamani wakusikie yani kuhusiana na hiki unachokifanya. Hata tunachoweza kusema kwamba mwamko wa watu kujifunza kazi umekuwa mdogo sana. Mwamko wa watu kujifunza umekuwa mdogo sana. Ndio. Inawezekana kwamba vijana wengi ndio tambua kwamba hii kazi itakuwa iendelezwe na pia ina maslahi. Ina maslahi. Ni maslahi yake ikoje? Labda tuwafumbue vijana. Mfano labda kujifunza ukajua huwezi kukosa pesa kwa sababu zana za kilimo zinahitajika kila itwapo leo. Ni kweli kabisa. Sasa kawaida chuma kinapotumika kinaisha. Na kinapoisha maana yake kinahitajika tena. Ndio. Kwa hiyo maana yake ni kazi endelevu ambayo haiwezi kusimama. Japokuwa wanaona ni kazi kubwa sana. Kazi rahisi. Wanataka kazi rahisi. Haina shida. Mimi nikuuliza swali, una mtoto? Na watoto. Kuna yeyote aliyerithi kazi? Wote wanataka kazi rahisi. Mtuombee sana sisi vijana, tuna mapepo, tumelogwa, hatujitambui. Sisi Gen Z ndo maana. Ili hali kama mimi ningekuwa ni mzee, alafu nina mtoto ambaye anafanya kazi kama hii. Mimi kijana nisingekubali kwamba of course niache ujuzi huu babangu upotee milele. Nadhani kauli yangu imechanganyana, lakini ndio hivyo, naamini itakuwa imeeleweka. Sawa. Sasa haina shida. Basi hii video nitaipandisha mtandaoni. Ukipata mtu kama una smartphone, nitakutumia link, nitakuachia namba yangu, utanitumia message, nitakutumia link uweze kuiona. Kama mtaalamu wa welding, nahisi umekuwa ukiota moto hapa kwenye kiwanda kidogo cha kufua chuma ambacho kiko mjini Mafinga. So kama mtaalamu wa welding, una nini la kusema ukizungumzia ujuzi wako wa welding, mambo ya kufua chuma na kuja na vitu vya zana za kibunifu na teknolojia kabisa? Na ufundi kama hivi kuchonga mageti, chomelea, yani kuunda mabenti ya chana mbao. Ndio. Una neno gani kwa vijana ambao wako mtaani hawana mishe, wamemaliza chuo kikuu maana wana madigrii ya kutosha, si ndio? Na pia kuna wengine wasomi, viongozi na wengine juu ya kujiajiri na kujituma katika kazi za mikono hivi. Hizi kazi hizi upeo wa mtu, sababu kuna watu wengine hizi kazi hawataki kabisa. Ndio. Kazi wa vijana kwanza wanataka kazi nyepesi. Wanataka kazi nyepesi. Yaani hawezi kufanya kazi kama kaka anaofanya kazi anaobonda hapo. Mtu kufanya kazi na kutoa jasho. Na ni sahihi, sisi vijana hataki mambo mengi. Yaani tunataka unakuwa ofisini unakuwa dalali na kuonyesha chumba cha kupanga, unanipa kodi ya miezi 2 nachukua, afu naenda kupiga pombe hivyo. Haina shida. Nashukuru sana. Of course tutapata muda tuje tuzungumzie vizuri kuhusiana na hii teknolojia na namna gani tuangalie katika miradi tulionayo ya EM Online TV kama tunaweza tukawasaidia aidha kutafuta wawekezaji wa ndani au wawekezaji wa nje wakawasaidia kuwekeza kwenye hiki. Lengo la kuwekeza kwenye hii kazi au kwenye hivi vitu, si ndio? Tunaamini kwamba, si ndio, hivi vitu vinapatikana Afrika pekee. Na nyinyi wenye ujuzi, umri wenu ndio unazidi kwenda. Maanake tusipovitunza hivi vitu kwa nyinyi kwa kuambukiza hii taaluma kwa vijana wengine, mwisho wa siku hii taaluma itakuja itapotea, na mwisho wa siku tutakuwa wategemezi wa kutegemea kila kitu
kutoka China na sehemu nyingine. Kwa hiyo sisi kama EM tunataka kulinda hizi amali asili na vitu vingine kwa kuwaunganisha nyinyi na kuwasaidia, kuwawezesha tena kuwafundisha vijana wengine wenye mahitaji ya kujifunza hivi vitu, si ndio? Ili waweze kuviendeleza na vikaishi vidumu vizazi na vizazi, na sio vidumu tu, pia vikue. Hivi toka mwaka 1900 na ngapi vilikuwa hivi hivi huko Afrika, si ndio? Lakini ukienda kwa wenzetu China na nchi nyingine walianza hivi, leo hii unakuta maviwanda makubwa yanaendelea, sio? Umeelewa? Na wanakuja huku kwetu wanatuletea madungu ya kucheza kamari, lakini hawatuletei ujuzi wa kuendeleza hivi vitu vikue viende mbali, si ndio? Kwa hiyo sasa sisi kama EM Online TV ni wadau wa vijana. Inatuuma sana tunapoona Mchina anakuja kukolekti mandoo ya senti na anapeleka huko nchini kwao kwa ajili ya maendeleo yao, wakati sisi tunaua hizi teknolojia na kuhakikisha kwamba naongea mambo mengi sana na hisi hayaeleweki. Nashukuru sana. Hii ni EM Online TV. Asante sana. It is 17, iPhone 17. Wow. Nashukuru bwana.